Wakati kampeni za uchaguzi mkuu ziking'oa nanga mwishoni mwa juma lililopita nchini Cameroon, kiongozi mkongwe wa taifa hilo Paul Biya anayewania kuchaguliwa kwa muhula wa 8 hakuonekana. Kwa mujibu wa vyombo vya habari kimataifa na wanadiplomasia walio karibu na ikulu ya Cameroon, wamesema kiongozi huyo alisafiri juma moja lililopita kwa ziara kwenye nchi za Ulaya na kwamba yuko mjini Geneva, Uswizi, bila hata kueleza ni lini atarejea nyumbani. Jumla ya wagombea 12 akiwemo Paul Biya mwenyewe walipitishwa na tume ya uchaguzi kushiriki uchaguzi wa Oktoba 12, uchaguzi ambao Biya anapewa nafasi kubwa ya kushinda. Kutokuwepo nchini mwake kuzindua kampeni za chama chake kumezidi kuibua maswali kuhusu afya yake, ambapo miezi kadhaa kupita tangu azushiwe kufariki. Rais huyu wa Cameroon Paul Biya tayari ni kiongozi wa serikali mwenye umri mkubwa zaidi ulimwenguni. Anataka kuchaguliwa tena Oktoba kwa muhula mwingine wa 8. Mazuri bado yanakuja. Hiyo ni ahadi ya Rais Paul Biya anapowania kwa muhula wa 8 kama mkuu wa nchi hiyo. Biya mwenye umri wa miaka 92 amekuwa na zaidi ya miaka 40 ya kuibadilisha hatma ya nchi yake, kwa sababu amekuwepo madarakani tangu mwaka 1982. Iwapo atachaguliwa tena katika uchaguzi wa Oktoba 12, 2025, Biya anaweza kubakia madarakani hadi muda mfupi kabla ya kufikisha miaka 100. Wananchi wengi wa taifa hilo la Afrika Magharibi wameripoti kutokuwa tena na Cameroon iliyo bora chini ya Biya. Vijana hasa ambao ni zaidi ya 36% ya idadi ya watu wenye chini ya umri wa miaka 18 hawana matarajio. Ukosefu wa ajira, elimu na huduma za afya ni miongoni mwa wasiwasi walionao.